Taarifa kuhusu kifo cha MC Pilipili zinazidi kuwa nzito, huku mambo mengi yakiendelea kumkabili mke wa MC Pilipili. Maneno mengi sana yanazidi kuongeleka juu yake mara baada ya yeye kuwasili pale msibani. Tangu siku ya jana, mke wa MC Pilipili aliwasili kule Swaswa Dodoma, ambako msiba uko nyumbani kwa akina MC Pilipili, na wengi pia walitamani kuliona hili ama walikuwa nasubiria kama je, mke atahudhuria huo msiba, na kama atahudhuria, je, atareact vipi kwa kile ambacho kilikuwa kinasemekana kwamba wawili hawa walitengana, hawakuwa na maelewano na mambo mengi kama hayo yalizungumzwa. Lakini mke wa MC Pilipili ameonekana ni mtu mwenye huzuni, ameonekana ni mtu mwenye majonzi, amekuwa ni mtu ambaye wa machozi yasiyoisha. Ni kitu ambacho pia kimeleta kigugumizi kwa watu wengi, huku kila mmoja akizungumza lake kwamba huenda na act. Wengine wanasema huyu pengine watu walikuwa wanamsema tu vibaya kwamba hayuko sawa na mume wake, lakini kwa hiki kilio ama kwa hiyo huzuni anayoionyesha ni dhahiri kabisa kwamba walikuwa wanapendana, na hatuwezi kujua sana yale yaliyokuwa yanaendelea kwao kwenye ndoa. Lakini tu ukitazama uchungu ambao anausikia huyu mwanamama ama huyu mke wa MC Pilipili, kwa tunavyomtazama tu, basi moja kwa moja inapelekea tujue kwamba watu wanaomsema basi wanamsema vibaya. Ratiba ya msiba wa MC Pilipili kwa siku hii ya leo ilikuwa ni mwili kuwasili nyumbani pale Swaswa, yani kutokea kule Monchwari ambako mwili wake ulikuwa umehifadhiwa. Ilikuwa unawasili nyumbani pale kwa ibada fupi, kisha ndugu jamaa na marafiki na majirani kupata nafasi ya kuaga ule mwili kwa pale nyumbani, ambapo siku ya leo mwili ule utalala nyumbani. Lakini kesho ratiba ni kwamba mwili utapelekwa viwanja vya Chinangali kwa ibada kuu na kutoa heshima za mwisho rasmi kabisa kitaifa, na hatimaye mazishi katika makaburi ya Ipagala Kilimo huko Mwanza. Kwa hiyo leo kulikuwa na shughuli hizo, na hata matukio mbalimbali yanaonyesha tangu walivyoenda kuchukua mwili. Walivyoenda kuchukua mwili na mke naye alikuwepo. Watu walizungumza mengi sana kwamba mke wa MC Pilipili alifukuzwa msibani. Jana tu alivyowasili msibani, watu wakawa wanamsema mavazi aliyokuwa ameyavaa. Of course alisafiri kwa ndege kutoka Dar kwenda msibani. Kwa alikuwa amevaa kawaida sana, alikuwa hakuwa amevaa kijora wala dila. Sema watu wakaanza kumsema kwamba inakuwaje unaenda msibani nywele hujazifunga, inakuwaje unaenda msibani umevaa suti, inakuwaje, mambo mengi kweli. Lakini baadaye alionekana akiwa amebadilisha nguo mke wa MC Pilipili, na tulimuona ni mtu akiwa ni mtu wa majonzi sana, na hayo majonzi yameendelea mpaka leo hii, licha ya kwamba watu wengi sana wamekuwa wakimsema. Yani watu wengi sana wamekuwa wakimsema. Ameonyesha uso wa huzuni kweli, amekuwa akilia, yupo katika hali ya majonzi, na watu wengi bado kila mmoja amezungumza lake. Lakini kaka mkubwa wa MC Pilipili alifafanua ama alitoa ile sintofahamu na kuwajibu watu ama kuweka bayana kwamba hakufukuzwa mke wa MC Pilipili. Wanamtambua kama mke na wamempokea hapo nyumbani vizuri kabisa, na tunaona hata kwenye picha mbalimbali na video kweli kabisa amepewa mke ama nafasi, ama amepewa ile nafasi kweli kabisa kama mke, kama kukaa kwenye gari la kubebea mwili, kubebea sanduku, amekaa mbele kabisa. Kwenye vitu vingi sana anapewa kipaumbele kama mke. Sasa watu wengi sana wamecomment vitu mbalimbali tangu jana mke huyu alipowasili kwenye msiba. Kama huyu amecomment hapa akasema, mimi nitakuwa wa mwisho kuamini kama huyu dada alikuwa hampendi mume wake. Misunderstanding ni kawaida, lakini mapenzi yalikuwepo sana. Mungu amtie nguvu. Lakini mwingine amecomment akasema, ila ndugu wa mume tu mwenzetu kapata, wamejua kumpa hadhi ya mke kama kawaida. I hope atamtunza pia hata mtoto wao, inshallah iwe hivyo. Lakini mwingine amecomment akasema, respect kwa Wakristo, huko mwingine akiwa ameandika, mimi niliwaambia hawakuwa wameachana, ila walikuwa tu na mizozo ambayo ni kawaida kwenye ndoa yoyote. Ukipata muda wa kutengeneza na mtu, tengeneza. Kesho is not promised. Haki. Wengine wanasema kilio cha mke wa MC Pilipili kinaeleza mengi sana. Pengine analia kwa uchungu kwa sababu anatamani atangepata ile nafasi ya kurekebisha
ama nafasi ya kupatana na mume wake hata kabla ya kufariki. Licha ya kwamba tunaelezwa pia kulikuwa na kikao cha usuluhishi Dodoma, sema tu akikufanikiwa, kwa sababu ndo hivyo umauti umemkuta MC Pilipili akiwa anaelekea Dodoma. Kwa pengine mke wake analia mengi kweli kweli, kwamba hawakuyamaliza vizuri ama nini. Yani we never know kwamba uchungu aliokuwa nao unahusiana na nini. Lakini mwingine amecomment akasema, maskini mke wako analia Pilipili, kama mlikosana natamani ya kuombe msamaha yaishe, basi msamehe, ale mtoto wako kwa amani kama mlikosana popote. Huko mwingine amecomment akasema, nisema nilichojifunza, angalieni familia za kwenda kuolewa. Hii familia nimeipenda bure, wamempa heshima mke, yani heshima ya hela yote pamoja na yote ni jambo la muhimu la kujifunza. Lakini mwingine amecomment akasema, kuna mtu, ngoja nimpigie tumalize tofauti zetu, dunia inaenda kasi sana. Huyo anasema kwamba hata nimeanza kumuonea huyu demu huruma, misunderstanding kwenye ndoa zipo, lakini anyway. Mwingine akasema, maskini huyu binti wa watu, Mwenyezi Mungu amtie nguvu. Mwingine akasema, ukipata nafasi ya kumpenda mtu akiwa hai mpende sana, ukimpoteza umpendaye hakika ni maumivu makubwa sana. Tupendane tukiwa hai, hatujui mwisho wa siku. Unaona, nasema inauma sana jamani, tusameheane tukiwa hai. Analia na mengi sana dada wa watu. Kwa hivi ndivyo ambavyo comment nyingi sana zimekuwa zikitumwa. Lakini taarifa kutoka kwa jeshi la polisi pia, kwa sababu lilikuwa likiendelea na uchunguzi, taarifa mbalimbali zinaeleza kwamba huyu MC Pilipili alikama, yani tuseme ni kama alivamiwa na watu kadha, watu kama watatu hivi, na wakamtoa kwenye gari. Bana, yani kwamba kuna namna alivamiwa alafu akapigwa na watu watatu wasiojulikana hapo kwenye gari lake alilokuwa anasafiria, yani hilo gari dogo tuseme hivyo. Lakini taarifa zinasema kwamba alisafiria kwenye SGR. Sasa mpaka kwenda kwenye gari dogo hapo hatuelewi ilikuwaje, lakini taarifa kutokana na uchunguzi wa polisi umeeleza mambo mbalimbali kuhusiana na hivyo, kwamba limethibitisha mauaji ya huyo MC Pilipili ni kwamba majira ya saa 8 mchana msaidizi wake ambaye ni Hassan Ismail alipigiwa simu na mtu asiyemfahamu na kuomba akutane naye, ila baada ya kufika alikuta watu watatu asiowafahamu wakiwa na MC Pilipili ndani ya gari dogo jeupe, na walimkabidhi MC Pilipili akiwa na hali mbaya na wao wakaondoka. Huo ni uchunguzi wa awali, yani kwamba msaidizi wa MC Pilipili ndo alipigiwa simu, na alipofika pale aliwakuta watu watatu wasiofahamika wakiwa na MC Pilipili ndani ya gari dogo jeupe. Wakamkabidhi MC Pilipili akiwa hai, ila alikuwa na hali mbaya, na wao wakaondoka zao. Kwa hiyo huo ndo uchunguzi wa awali. Sasa hatuelewi hao watu ni wakina nane, lakini nikwambie tu kwamba watoto wa MC Pilipili wamefadhiliwa kwa kusomeshwa, sababu MC Pilipili ameacha watoto wawili. By the way, kuna yule Mariam ambaye ni mtoto wake wa kwanza, alizaa na mwanamke mwingine, alafu kuna huyu wa pili ambaye amezaa na mke wake huyu Philomena, ambaye watu walikuwa wanasema kwamba hivyo wameliachana na hakuna ujua ukweli indirect ama indeed, kwa sababu MC Pilipili ndio anajua ukweli wote, na ndio hivyo sasa hivi hayupo kwenye ulimwengu huu. Lakini waziri wa madini Anthony Mavunde yeye ameahidi kuwasomesha watoto wadogo wawili wa marehemu, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye yupo karibu sana na MC Pilipili, ama walikuwa wanaelewana sana. Kwa hiyo ndivyo ilivyo jamani. Bado sintofahamu kubwa, lakini bado kuna watu wanamuonea huruma mke wa MC Pilipili, wengine wanamkejeli, wengine ni vipi, lakini uchungu alioonyesha, machozi ambayo ameyatoa na maumivu ambayo anayapitia kwa kumtazama tu, inaleta picha kwamba walikuwa wanapendana. Ni basi tu misunderstanding za kawaida, lakini upendo ama tuseme ndoa yao ilikuwa bado hai. Hebu achilia komenti yako hapo, lakini kwa habari nyingine zaidi endelea